IM Online TV. Na watu ambao hawaelewi. Sheikh Isa Uthmani amewagusia kizazi kipya. Kizazi kipya hakijawahi kutoka Kagera kuja Dar es Salaam kwa gari kwa muda wa wiki moja, hakijawahi. Kizazi kipya. Kizazi kipya hakijawahi kutoka na gari Kagera mpaka Sirari, Nairobi, Arusha, Dar es Salaam, hakijawahi. Kizazi kipya kulikuwa na unga unaitwa wa njano, hakijawahi kula unga huo. Kizazi kipya hakijawa na uwezo wa kutathmini miaka 60 ya uhuru wa Tanzania na miaka 200 na zaidi ya uhuru wa Marekani. Unamlinganishaje Marekani kwa miaka ya uhuru wake na miaka 60 ya Mtanzania? Unalinganisha. Sasa makongamano kama haya lazima tupate mada za kulinganisha ili waelewe, kwa sababu kuna watu wa aina mbili. Kuna wasioelewa kutokana na kuwa wao ni kizazi kipya, umri wao hauwezi kulinganisha. Lakini kuna shida nyingine ya afya ya akili. Kuna shida ya afya ya akili. Kuna shida ya mitandao ya kijamii. Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa wale wenye shida ya afya ya akili. Makongamano kama haya yatasaidia, kama mfano aliotoa Sheikh Isa kwamba yule aliyekuwa akifanya research kuhusu nuclear akaenda kwa mama yule akasema, mimi sio shida yangu nuclear, shida yangu kuna panya wengi ndani. Sasa lazima tuone kwamba kuna shida ya afya ya akili. Zitengenezwe mada katika makongamano kama haya, zitafutwe takwimu, zionyeshwe, ili wale wenye akili waweze kujua kwamba huyu ana shida ya afya ya akili, siwezi kumfuata. Huyu anachokisema ni sahihi, huyu anajua kulinganisha. Tanzania ya leo, mtu anatoka Dar es Salaam mpaka Kagera kwa siku 1.5 kwa gari yake. Tena gari yenyewe ina choo ndani. Katika zama za nyuma, miaka ya 70, wengi wameliwa tu katika mapodi huko. Mtu anashuka anakwenda kujisaidia, kumbe pana chatu pale, inakuwa ndio kitoweo. Lakini leo mtu anaingia kwenye gari lina choo, halafu bado unasema kimefanyika nini katika nchi hii? Leo mtu anakwenda Mwanza na kurudi kwa Boeing la Tanzania, Air Tanzania, hata mara 10 anakwenda na kurudi kwa siku moja, kitu kilikuwa hakipo. Nakumbuka Zanzibar, watu walikuwa wanakwenda kwa Ngarawa, wanakwenda kwa jahazi usiku,
saa 6 za usiku ndio jahazi linaanza kuondoka, atafika saa 5 mchana. Leo ni saa 1:30 kama vile shehe wangu hapa Kinyamwezi wanavyosema, saa 1:30 mtu ameshafika Zanzibar. Saa 1:30 tena anakunywa na juice, chai, anapitishiwa na vitafunwa vinaiva, yuko katika boti, anaenjoy, anaona raha ya bahari ya Hindi. Sasa lazima Sheikh Uthman, kwa nafasi yako na kwa uchokozi huu uliouanzisha, bado kuna mada zinataka zizungumzwe. Moja ni mada ya kulinganisha tulikotoka na tulipo tunakokwenda, sisi wa Tanzania na Waingereza, wa Tanzania na Wajerumani. Uchumi hivi, nani anaendesha uchumi duniani? Uchumi unaendeshwa na nani? Nani aliyeshikilia soko la uchumi duniani? Anaendesha hiki kizazi hakijui. Sasa tusizunguke, tuende katika main point. Tuwaambie vijana, uchumi, nani anamiliki uchumi duniani? Nani anaendesha uchumi duniani? Waelewe. Lazima watamwatake Alhamisi kuona kwamba labda yeye ndio anayofanya watu wengine wasipate hela. Kwa hiyo, na kila mmoja, si tu jumuiya ya tahfidhi Qur'ani peke yake, lakini jumuiya zote. Sasa wakati umefika wa kuelimisha jamii hii, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tuna silaha nzito ambayo inatumika vibaya, mitandao ya kijamii. Matumizi yake bado jamii yetu haijaelewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningesema sana, lakini Mheshimiwa Mufti amenipa pointi hizo tu za kuzungumza, na sina haja ya kuongeza ya kwangu. Sasa wakati umefika, Mheshimiwa Mufti anatoa agizo kwa viongozi wote wa baraza kwamba wakati sasa umefika wa kuitetea Tanzania kwa hali na mali, kwa dua, kwa maneno mazuri, kwa elimu. Mashekhe, toeni elimu kuhusu Tanzania, tulipofika, tulikotoka, raha zilizoko sasa hivi. Tuwaonyeshe raha, wazione. Hawazioni, hawana macho. Tuwaonyeshe. Sio salamu tu. Salamu ndio, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini kuna mengi mazuri yako Tanzania, kwingine hakuna. Watu wanataka waonyeshwe, kwa sababu macho wanayo, tutawaonyesha, wataona. Na wale wenye afya ya akili tuwatibu kwa maelezo mazuri, afya zao za akili zitarudi, wataiona Tanzania ni nini, wataithamini na wataipigania kwa hali na mali. KM Online TV.